kike. Wewe vipi? Unamaanisha niko mzaifu? Kwa maana yake tuaminiane, si ndio? Wewe unahisi naweza nikafanya nini? Hebu njoo kwanza. Kwa nini una matatizo gani? Kilichokufanya ukaingia chumbani kwa mtoto wa kike nini? Wewe vipi? Tunaanzaje kuongea sio za kweli? Wewe yule mkufanya nini ndani? Ndewa, acha utoto. Acha utoto. Sio mimi mtoto mdogo. Chumbani kwa mwanamke umefuata nini? Sasa wewe kile kume kitu gani? Wewe uko unataka tusisaidiwe. Mimi nimesaidia mimi kile kuma nini? Wakati mimi nimemsaidia. Sijazungumzia swala la kumsaidia mtu. Sawa. Okay, sawa, umemsaidia. Kwa hiyo unataka ndio kupata fadhila, si ndio? Unataka wewe sasa ulipe fadhila zako. Sikiliza bwana. Nisikilize. Mimi kufuatana sitaki. Fanya mambo yako na mimi nafanya mambo yangu. Wewe kile kwa mimi nimeenda kufanya mambo yangu. Kwa sababu mimi ni mbaya na ndio usiache, ndio. Au kama mimi nimfanyie kitu kibaya. Sawa, umemsaidia. Sasa kule chumbani kwa mwanamke umefuata. Tupangiane vitu. Kwa nini unafanya kibaya kipi? Kipi kiwango unafanya? Nisikilize bwana. Upumbavu wako utakuja kusinguana. Mimi sitaki kufuatiliana. Fanya mambo yako na fanya mambo yangu. Wewe vipi wewe? Kwa nini nipangia mpaka kuniingia kunisingia kitu gani sasa? Nyumba yako hiyo. Oya, usinifuatilie nakwambia. Wewe vipi bwana wewe? Sio binadamu Ndewa. Sio binadamu. Wewe ndugu yangu nakwambia ukweli kweli. Sio binadamu. Unyang'anya na matatizo gani? Ndewa. Dada. Shusha pumzi. Bibi shida nini?
bwege, si ndio? Mimi nimeingia ndani kule na wivu umekuja kumbe lengo lako kufanya wewe, si ndio? Hivi una akili ndugu yangu wewe? Mimi nitoka zangu chooni nilikuwa nasikia miguno kwa mtu analalamika. Nikajua wewe ndugu yangu wewe ndio nimeenda kumwambia. Kelele bwana, mimi sio mtoto wako, mimi sio mjinga kama unavonichukulia. Nimeona kwa macho yangu shuka limevurugika pale, mimi mtu mzima nimenusa pale, nimesikia harufu ya jinabu kwa nuka pale. Bwana wewe. Narudia tena Ndewa, mimi sio kama wewe. Au mfano vile bodisha. Hivi nimetoka kufanya kingilala hivi. Kwa mimi najitamia. Mimi sio mjinga. Naona kabisa kitara shuka zimevurugika na nimenusa mwenyewe, nimesikia pale. Mimi sio mjinga, onyesha kwa sababu wewe unasema ulisema taa hii taa zote kisha kimebadilisha kabisa. Kweli kabisa. Umesema karibu dadangu, karibu. Samanini kaka zako. Naomba msije mkagombana kwa sababu yangu mimi. Kwa sababu msaada wenu kwangu ni wa usiku mmoja tu. Sisi tugombane mimi na ndugu yangu. Haiwezekani kugombana na ndugu yangu. Labda umesikia vibaya. Sisi dada yangu tukutoshaka. Sisi tupo sawa, na kiukweli kabisa. Sisi hapo tulikaa tunajadili kuhusu wewe, tukuwekea mazingira mazuri. Sasa hivi nyumba kuna mwanamke mwanzo tunaacha mama watu. Na kiukweli tukwambie tu ukweli. Tukio lilikuja katika hiyo nyumba ni masaa machache tu. Lakini nyumba imekuwa na amani, nyumba imekuwa na baraka. Yaani kila kitu kinaenda sawa. Yaani kuna ng'aa, sasa hivi kuna ng'aa kabisa safi. Labda nikwambie tu dadangu, sisi hatuwezi kugombana. Yaani mimi siwezi kugombana na ndugu yangu hata siku moja, yaani hata siku moja. Si umeelewa? Cha msingi dadangu, wewe nenda ndani kapumzike tu, kuwa na amani. Wazungu wanasema comfortable. Ndio bwana. Kuwa na amani dadangu, kweli kabisa. Kabisa. Kuwa na amani. Wewe nenda kapumzike dadangu. Hatuwezi kugombana hata siku moja. Yaani sisi tugombane. Kama ni hivyo basi sawa, ningekueleza. Siku mwema. Kuwa na amani. Tulale Ndewa. Vipi babu, tunasitwana? Shida nini kwani? Sasa unapata shida ya nini hapo? Lala. Kalinuka lazimisha mimi kulala. Swala langu. Na siku zote unalalaga, mimi nachelewa. Lala wewe. Na kwa nini siku zote kwamba naanzaga mimi kulala kweli, lakini leo kwa nini hutaki kulala na unasinzia tu unataka kudondoka hapo? Uone unazimisha mimi unataka kufanya nini kule chumbani? Sema utakufanya nini kule chumbani kule dada? Una mimi bweke. Mimi tena? Ndio. Nisikilize, najua Ndewa tabia yako. Unacholazimisha wewe hapo unanivizia mimi nilale ili uamke ukatake kulipa fadhila zako za kumstiri yule dada. Nalijua hilo. Na mimi hapa silale. Nisikilize. Wewe usina mimi pimbe ujue. Nimekufuma kule ndani. Lady handed wazungu wanasema. Na ule dada kitanda kimevurugika umetoka kufanya. Usifikiri mimi nimekubali hapa kwa wewe sijijilizisha. Hivi unachukuliaje wewe? Unahisi mimi nina akili kama za kwako Unaona mimi wenge kama wewe? Nisikilize, mimi najua tabia yako. Hizo zote ni tekniki tu za kutaka kunitoroka ili uende. Leo silali. Ni kweli nawahi kulala, lakini leo silali. Yaani macho kwa macho. Kama doafu hivi. Unanitukana tena ndugu yangu. Sasa unanitukana tena. Kisa mtoto wa kike. Jambo cheze game. Kweli mwanangu. Mwenye una hovyo. Tupe tukacheze game. Yaani mpaka kwenda kucheza game kwenye TV sebuleni tunafanya. Sasa utacheza na nani bila na mimi? Nacheza auto, nacheza mwenyewe automatic. Najua hiyo. Nisikilize, ukitoka hapo ukaenda kucheza game sebuleni tunaenda wote. Ukienda kokote tunaenda wote. Leo ngadu kwa ngadu. Sikuachi. Najua dhamira yako kaka. Naijua.
rafiki yangu sijui upoje, yaani mdogo unauze wewe mwanangu. Unajiona una akili nyingi Ndewa. Unajiona una akili nyingi wewe. Nachoka mimi. Yaani ili mradi tu ukatimize dhamira yako. Maji basi. Nini? Nenda kwa maji. Sawa, twende. Mwenye na kiu hapa. Kwani tufuatane? Kwani Ndewa una shida gani wewe? Wewe ndio na wewe utakuwa unavuta bangi leo. Wewe unavuta bangi nini? Au wewe yaani mwanamke sana tugombanisha sisi, mimi naye ndugu tu kama hivi ndio. Mimi nashangaa kwa sababu uwezekano wewe unisimie vibaya tu, muda wote unanisimia vibaya tu, muda wote wakati mimi tunakuta katika matukio mabovu. Yaani wewe unakuta katika matukio ambayo mtu akiuliza haukatai kwamba unataka kufanya nini. Hapa mimi sijalizika kama kweli mndani unifanya kitu chochote nikukuta. Lady handed wanasema wazungu. Shuka mimi kama mimi pumbavu. Mlalo. Najua hiyo. Lala. Mwana demu hivi kama demu wako vile rafiki yako vile. Ndio mimi nimemsaidia tu, mimi ndo nimemsaidia. Wewe ulikuwa utaki nimsaidie yule demu. Nimemsaidia mimi, msaada wangu sasa unakuwa na juta. Sasa wewe mangu umeniponza ndo huu. Unaanza kuingia vita vikuhusu. Sasa unataka kulia ndugu yangu? Kumbe ndo nia hiyo Ndo nia yako hiyo. Kwa sababu umemsaidia basi upate fadhila. Si ndio hivyo? Fadhila ndugu yangu hailazimishwi. Unatakiwa ule binti at least atake nguo anajitambua, ungemuelezea hisia zako, ndio ungefanya kwa uhuru, lakini sio kwa kulazimisha. Baba, nimekukuta kule unahangaika, mtoto watu unataka usimfanye nini? Nimekustukia. Mawazo yako hapo nilazimishe nini? Wewe ndio unalazimisha umeenda kumbaka mtoto watu, unashindwa kusema. Muone huyu kule uko unafanya nini kwa mtoto wa kike? Nasikiliza. Wewe usifanya ulali. Sugwe. Haya bwana, tokeshe sasa.